Mambo vipi mtazamaji wa Tumezinasa TV? Tunakutana hapa kwa mara nyingine tena kujadili na kuzungumza yale ya kimichezo, na siku zote nikiwa na kupitisha viwanjani na vitu kama hivyo, lakini leo tutajikita kwenye viwanja, hasa kuangazia michezo ambayo imepigwa, michezo ya klabu bingwa barani Afrika, ikihusisha virabu vikubwa kwenye bara letu la Afrika. Ikumbukwe jana Simba wamecheza dhidi ya Esperance de Tunis, lakini mambo yamekuwa magumu, na jambo kubwa ambalo linashangaza ni kwamba kwa nini Simba imekuwa na mwenendo ambao haujawahi kuona, hasa katika michuano ya kimataifa. Kwa sababu unaposemea swala la kimataifa, Simba ndo sehemu yao ambayo siku zote wamekuwa wakijidai, lakini ili limewashangaza wengi kwamba kwa nini Simba imeporomoka ghafla, kwa nini Simba imebadilika ghafla, chanzo ni nini, shida iko wapi na vitu kama hivyo. Wengine wakaenda mbali wakisema kwamba licha ya kuwa na maingizo ya wachezaji wengi wapya ambao wamewasajili na kuwatumia siku ya jana kama Dickson Kibabage, lakini pia Kratos Chota Chama, lakini pia Libase Gueye na wengine wengi ambao wamewasajili katika ili dirisha dogo la usajili, lakini Simba imekuwa na matokeo mabaya na vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia mechi tatu za mwisho ambazo Simba walicheza hawakuweza kupata hata ushindi mara moja. Mechi tatu za mwisho ambazo Simba wamezicheza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara NBC, walicheza mechi kati ya Azam na Simba. Ilikuwa Simba dhidi ya Azam, ambapo Simba alifungwa magoli 2-0, na hii mechi ilikuwa ya ligi kuu. Lakini mechi nyingine ya ligi kuu ambayo ilihusisha Simba dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi iliisha kwa sare ya goli 1-1. Lakini mechi ya jana ambayo ni ya tatu, mechi tatu mfululizo bila ushindi, ya jana ya Esperance de Tunis, ambapo wamecheza huko Tunisia, wamekungutwa goli 1-0, na mpaka sasa tunavyosema ni kwamba Simba michezo mitatu haijaona ushindi wowote, ukiweka 2 za ligi kuu, lakini ukaweka na mchezo mmoja wa kimataifa. Na hii imeshangaza zaidi kwa miaka au misimu kadhaa hivi. Simba hajawahi kuwa na njaa ya ushindi au point katika linavyokuja swala la klabu bingwa, kwa sababu mpaka sasa hivi tunavyozungumza Simba amekwisha cheza michezo mitatu na hajaambulia hata goli lolote. Amefunga goli 1, lakini niseme kwamba hajaambulia hata alama yoyote. Na kundi lao yeye na Esperance de Tunis wana michezo mitatu, ambapo Esperance ndo anaongoza katika kundi D akiwa na pointi 5, akifuatiwa na Petro Atletico ambaye ni wa pili akiwa na pointi 4, akifuatiwa na Stade Malien ambaye ana pointi 4, lakini Simba inaburuza mkia ikiwa na pointi 0. Na mwanzo wa makaratasi ilionekana kama kibonde wa kundi ni Stade Malien, na hata ukiangalia na ukamsikiliza msemaji wao wa Simba Ahmed Ali, alikuwa akijinasibu na kusema kwamba wao ndo watajichagua hizi timu tatu kati ya Esperance, Petro Atletico na Stade Malien, nani ataamua kwenda na Simba hatua ya robo finali. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti, inaonekana sasa Simba ndo anawaombea wenzake njaa aweze kutoboa kwenda hatua ya robo finali. Zimebaki mechi tatu. Nafasi ya Simba unaiona wapi katika hizi mechi tatu ambazo zimebaki? Nikimaanisha amebaki mechi kati ya Petro Atletico ambapo atamfuata kwao. Ikumbuko alikuja hapa Bongo akamkunguta Simba, akamfunga goli 1-0, akaondoka na ushindi wa alama 3. Mechi iliyofuata
Simba alikutana na Stade Malien ambapo alienda kwao kule. Simba akafungwa magoli 3-1. Goli pekee lililofungwa ni la Neo Maema. Simba ndo wakapata hilo goli moja na wakapoteza alama 3. Lakini mechi ya 3 ambayo ni Esperance de Tunis, Simba wamefungwa goli 1-0. Kwa hiyo wamedondosha alama takribani 9, hawajaokota alama yoyote. Sasa nauliza, mechi 3 ambazo zimebaki kwa Simba, mechi ya kwanza ni atarudiana na Esperance de Tunis. Mechi ya pili atamfuata Petro Atletico ambaye alimfunga kwao hapa. Simba alifungwa nyumbani, lakini atamfuata Petro Atletico na atamalizia mechi moja na Stade Malien. Unamuona wapi Simba hatua kwenye hii hatua ya robo finali? Ana asilimia ngapi ya kutoboa? Msikilizaji na mtazamaji wa Tumezinasa TV, basi niandikie hapo maoni yako na mimi nitayapitia. Unaiona wapi safari ya Simba? Unaona wapi Simba akipiga hatua? Lakini imekuwa tofauti bwana, wakisema upande mmoja ukiwa na kilio, upande mwingine furaha inazidi kutawala na maisha yanaendelea, hasa kwenye michezo. Ukiangalia watani zao Yanga Africans ambao wao wana asilimia kubwa ya kufuzu katika michuano ya klabu bingwa, hasa robo finali, wakipambana na kuwekeza nguvu zaidi, kwa sababu mpaka tunavyozungumza hapa wana alama zao 4 ambazo zinawaweka katika sehemu ya pili au nafasi ya pili kwenye kundi lao, akiwa wanaongozwa na Al Ahly ambaye yuko juu pale, wanafuatiwa wao na inaonekana mambo ni mazuri kweli kweli. Na ikumbukwe Yanga amecheza juzi na Al Ahly ambapo Yanga alifungwa magoli 2-0, lakini yote na yote, licha ya kufungwa magoli 2-0, hajaondoka katika nafasi ile ya pili, kwa sababu JS Kabylie naye alimradhimisha sare, ambapo kwenye hilo kundi mambo yakaonekana kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo Yanga akirejea hapa atacheza na Al Ahly. Kwa hiyo wakipata pointi 3, Yanga anakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kufuzu na vitu kama hivyo. Lakini Yanga wakati anacheza, kuna mchezo mwingine ulikuwa unaendelea kati ya Mamelodi Sundowns pamoja na Al Hilal Omdurman, ambapo Mamelodi walilazimishwa sare ya magoli 2-2, wakati Al Hilal Omdurman walikuwa wameshapigwa kadi nyekundu mchezaji mmoja, lakini haikuwazuia pale kwa Madiba kutoa sare na kuchukua alama 1. Na imekuwa tofauti bwana katika ukiwaangalia Al Hilal kwamba wao kwenye nchi yao hawana ligi kuu, wao wanaenda sehemu tofauti wakiomba mechi za ushindani ili wacheze, wakiomba wajiunge kwenye ligi tofauti ili wapate mechi za ushindani na vitu kama hivyo. Wao ndio wanachokifanya, lakini mwisho wa siku wakija kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika wanaonyesha makubwa kweli kweli. Uwezi dhania kwamba hii timu haina ligi na vitu kama hivyo. Yote na yote mambo yako hivyo na maisha yanaendelea, na nikwambie kwamba michezo ambayo ilipigwa juzi ilikuwa ni kati ya Al Ahly pamoja na Yanga Africa, ambapo Yanga alifungwa magoli 2-0, lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Mamelodi Sundowns pamoja na Al Hilal, ambapo hii mechi imalizika kwa magoli 2-2, kila mmoja akigawana alama. Lakini kwa siku ya jana imepigwa michezo kadhaa. Mchezo wa mapema zaidi ulikuwa wa Power Dynamo pamoja na Rivers United, ambapo mchezo huu ulimalizika kwa sare ya bila kufungana. Lakini mchezo uliofuata ulikuwa kati ya Esperance de Tunis pamoja na Simba Sports Club, ambapo Simba walifungwa goli 1-0, lakini JS Kabylie
pamoja na AS FAR Rabat ni mchezo ambao ulifuata ambapo wote walimaliza bila kufungana, lakini mchezo mwingine kati ya RS Berkane pamoja na Pyramid nao uliisha sare ya bila kufungana na vitu kama hivyo. Na leo kuna michezo ambayo itaendelea klabu bingwa MC AS Lupopo watakuwa wao dimbani zidi ya MC Alger watakuwa dimbani, lakini Stade Malien na wao watakuwa wanacheza na Petro Atletico kwenye kundi D nao wakimalizia michezo mitatu kukamilisha michezo mitatu. Lakini pia leo itaendelea michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo Nairobi United atacheza na Azam FC kutoka Tanzania, lakini Zesco United yeye atakuwa akipiga na Kaizer Chiefs kutoka pale Afrika Kusini ambapo Zesco atakuwa nyumbani, lakini pia San Pedro atakuwa nyumbani akimkaribisha Olympic Club Safi pale nyumbani, lakini Singida Black Stars naye atakuwa nyumbani akimkaribisha Santi Kotoka, lakini CR Belouizdad yeye atakuwa akimkaribisha Stellenbosch, lakini mchezo mwingine utakuwa kati ya Wydad Casablanca dhidi ya AS Maniema Union, lakini Zamalek atakuwa akikukunguta na Al Masry. Hiyo ndio michezo ya shirikisho ambayo itapigwa kati ya leo pamoja na kesho. Zipo mechi zitakazocheza leo, lakini zipo mechi ambazo zitapigwa siku ya kesho na vitu kama hivyo. Hayo ndo niliyokuwa nayo kwa siku ya leo kwenye viwanja tofauti, nikikujuza matokeo yalivyoenda hasa katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mambo yako hivyo na mambo yanakuwa hivyo, lakini zaidi mtazamaji wa Tume ya Zinasa TV ni kuambie kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kuweka komenti yako, lakini hapo chini utaona alama ya kengele, hakikisha unaibonyeza ili uwe wa kwanza zaidi kuzipata taarifa kemkem za michezo kutoka hapa Tume Zinasa TV. Mimi ni Mr. Update wako Robbie Brighton. Asante sana kwa kuwa na mimi, endelea kufuatilia Tume Zinasa TV.